Wakizungumza kwa nyakati tofauti, wakazi wa manispaa ya Mpanda wamesema kuwa kumekuwa na mbwa wanaozurura ovyo, hawana uangalizi kutoka kwa wamiliki, hali inayozua hofu kwa wakazi hao, hasa kupata kichaa cha mbwa endapo mtu aking'atwa na mbwa mwenye maambukizi. Wanaomiliki mbwa, wanaofuga mbwa, wajitahidi kuzifuga mbwa zao na wazipe chanjo kwa wakati. Kumekuwa na tamaduni za watu kufuga mbwa bila kuzingatia taratibu, na hivyo wengine wanashindwa hata kuziogesha dawa na kuzitibu kwa ujumla hakuna. Kwao tunakuwa na mbwa koko wengi sana mtaani ambao wanabaki hawana wenyewe. Ikikungata ile mbwa iliyougua ugonjwa, unaweza kupata kichaa au ukafa. Daktari wa mifugo halmashauri ya manispaa ya Mpanda Edward Mtega ameeleza visa vilivyotokana na watu kung'atwa na mbwa. Katika halmashauri yetu kuna visa kadhaa vya watu kung'atwa na mbwa, lakini kati ya visa hivyo ni visa vichache sana. Takriban mfano kwa mwaka 25-26 kumeripotiwa visa zaidi ya 10, lakini kati ya visa hivyo ni visa viwili tu ndo ambavyo ilithibitika kwamba hao mbwa ambao wameng'ata mtu ni mbwa ambao wana kichaa. Amesema zipo hatua wanazozichukua endapo wakipata taarifa za mtu kung'atwa na mbwa. Tunamwambia afisa mifugo afuatilie kwa ukaribu, lakini pia mara nyingi sana unakuta mbwa wengi watu tunachukua hatua ya kuwaua kama tunaona kabisa kwamba ameshambulia mtu pasipo kukorofishwa. Kwa hiyo tunajua kabisa kwamba hiyo tayari ni dalili ya. Ndio maana nasema kati ya hizo kesi mbili tulithibitisha kabisa kwamba ni kichaa cha mbwa kwa sababu ilikuwa ni mashambulio ambayo mnyama hajakorofishwa. Lakini pia endapo kama hata atabaki, na maana ndani ya siku 18 atakuwa tayari ameshakufa, hawezi kuishi tena. Mratibu wa matibabu hospitali ya manispaa ya Mpanda, Daktari Muzihir Bashir, amewataka wananchi wanaong'atwa na mbwa kufika haraka katika kituo cha kutolea huduma za afya ili waweze kupatiwa matibabu. Tumekuwa tuna changamoto ya kupata wagonjwa wameng'atwa tarehe 4 anakuja baada ya siku 15. Hasa muda huo atasema kama unampa chanjo inakuwa haiko effective. Kwa hiyo atakuwa afike haraka sana kwenye kituo cha kutolea huduma ili apatiwe chanjo, and then akishapatiwa chanjo protection yake ni almost 100%. Hata hivyo, wamiliki wa mbwa wamekumbushwa kuwafungia mbwa wao na kuwapatia chanjo ili kudhibiti madhara kwa binadamu. Ana Milanzi, Katavi. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.